tupo kwenye nusu mwaka, yapitieni mafungu yote, mkiacha mafungu ya vyombo vya ulinzi na usalama na yale yanayohudumia afya, mengine yarejeeni yote. Yale ambayo matumizi yake hayawezi kuathiri shughuli za msingi, kateni tupate fedha, tupeleke kwenye miradi ambayo imesimama, tupeleke kwenye miradi ambayo wakandarasi hawajapata fedha ya awali. Kateni. Zipo fedha ambazo tukiziondoa huko hatuathiriki, na bahati nzuri nimeshakuwa serikalini kwa muda mrefu, najua hiyo mianya, naijua. Tumepita hapa mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka kwenye sherehe, kwa mazoea tunaona taasisi za umma kila moja wanatumiana kalenda, wanatumiana vikapu vya vinywaji, wanatumiana kadi, maua. Acheni vinywaji, kila mtu anywe kwake, kila moja anywe kwake. Kalenda tumieni zile zilizoko kwenye simu. Haya mambo ya mazoea tu, tunatumiana kalenda zipo hata kwenye simu. Kila wizara kateni matumizi hayo mengineyo ambayo tukiyakata hayaathiri shughuli za msingi za taasisi zetu. Kateni. Kalenda zipo kwenye simu, zipo siku hizi kila eneo. Kwanza ukigusa tu unapata ni tarehe ngapi, kama una tatizo la kukumbuka tarehe ni lini. Maua, vinywaji, mapambo, visherehe, kusherehekea. Naendelea kuona vibali vya ununuzi wa magari. Tujenge kwanza barabara ndio tununue magari. Kateni, muache tu msiguse ya vyombo vya ulinzi na yale ya kubebea wagonjwa. Kwingine huku kateni, tumalizie hizi barabara ambazo wakandarasi wako site hawajapata fedha za awali. Haya mambo ya mazoea, mambo mengine yalishapitwa na wakati. Tusilazimishe kuishi maisha ya zamani wakati tuko leo hii. Wangapi leo hii kwamba watashindwa kupanga jambo kwa sababu hawajapata kalenda hizi za kuning'iniza ofisi? Si kila simu ina kalenda? Ukiiwasha tu inakuambia leo ni tarehe ngapi. Hata simu ya tochi inasema leo ni tarehe ngapi. Kwa nini mataasisi yote, wizara zote, mataasisi ya umma yote, kila moja mazoea ya zamani unatengeneza ya nini? Kila moja anatengeneza rundo la notebook. Mheshimiwa Rais amesema tutoke kwenye makaratasi tuende kwenye digital. Kwa nini tunang'ang'ana na mambo ya zamani hayo? Tunaingiza gharama serikali, fedha ambazo zingeenda kufanya miradi mingine ni fedha kidogo kabisa. Wananchi wanaongeza uzalishaji ili tukusanye mapato zaidi. Kote mazoea tu, kalenda, notebook. Mheshimiwa Rais alionyesha mfano kwa kufuta baadhi ya sherehe. Sasa mimi naelekeza nafuta haya mazoea haya ya kutumiana vifurushi. Wengine wanatumiwa tu, hata madaktari walishawaambia msinywe vinywaji vya sukari, mnatumiana tu, mnavipaki hapo. Sasa wengine wanasema tu sasa waziri mkuu anaongea kwa kukasirika. Sasa mnataka yakifanyika yanayoudhi na mimi ndio msimamizi wa shughuli za serikali niimbe pambio? Lazima tupate fedha ziende kwenye miradi hii. Hivyo ninayoyasema kwenye mawizara na mashirika ya umma. Hata
hata kama mmeshatoa magawio, hiyo haiidhinishi, hiyo haitoi ruhusa kufanya matumizi ya ovyo, wakati kwenye nchi hii kuna maeneo ya mahitaji ya lazima kwa ajili ya kuwapatia wananchi mahitaji ya msingi kama ya barabara pamoja na maeneo ya kufanyia kazi zao. Kwa hiyo hii, mawaziri, fanyeni hiyo tathmini. Wenye miradi yote hiyo tutakaa na Wizara ya Fedha, na mimi nitaitisha mwenyewe hicho kikao, kwa sababu najua hizo kona zote hizo. Tutapitia vitu vingi vya mazoea. Hivyo hivyo na kwenye ngazi za majiji na halmashauri, tuna maeneo kwenye majiji yetu ambayo tungeyafanyia kazi, wananchi wetu watafanya kazi na kupata kipato kikubwa na kutoa mchango mkubwa katika ujenzi wa uchumi wa nchi yetu. Majiji na halmashauri lazima tuyabainishe mambo hayo na tuyasimamie ipasavyo.